Kwa majina ninaitwa Shukrani Gideon Mwasanjobe na mimi ndo mwandishi wa kitabu cha Ndoto ya Yatima. Tupo leo tarehe 13 mwezi wa 9 2025 hapa Eden Highland kwa hotel kwa ajili ya kukizindua rasmi kitabu cha Ndoto ya Yatima. Hiki kitabu lengo langu kubwa la kukizindua ni kwamba jamii ifahamu tuna kitabu kama hiki kizuri, lakini pia ninatamani kila mtu akipate na akisome, kwa sababu maudhui yaliyoko kule ndani yanalenga sana kubadilisha fikra ya Watanzania au jamii kwa ujumla juu ya mtazamo wa watoto yatima, na ningependa jamii iweze kutambua kwamba mtoto yatima ana ndoto kama vile mtoto ambaye ana baba na mama au wazazi wake wote, na kwamba ndoto za yatima ni kubwa tena ni za thamani. Mimi mmoja wapo nilikuwa pia yatima na nimetimiza ndoto yangu, na kama tunavyoshuhudia siku ya leo, kwa kupitia hiki kitabu cha Ndoto ya Yatima nataka niwatie moyo watoto yatima wengine ambao wana uyatima na wanapitia hizo changamoto. Kupitia kitabu changu watatiwa matumaini, watapata mwongozo na mifano hai na mbinu jinsi ya kujikwamua kutoka kwenye changamoto mbalimbali mpaka kufikia hatua ya kuweza kutimiza ndoto zao. Lakini pia kupitia uzinduzi wa kitabu hiki natamani jamii ya Tanzania inufaike na uzoefu nilioupata zaidi ya miaka 20 katika kusomesha watoto yatima. Nilijikita sana kwenye kusomesha watoto yatima kwa sababu mimi mwenyewe ndoto yangu ilikuwa ni kusoma sana ili niweze kuwa na kazi nzuri na niweze kujikomboa kutoka kwenye umaskini ambao ulikuwa unanitesa kwenye familia yangu. Na imenisaidia sana kusoma, nilivyosoma imenisaidia kuwa na mwanga mkubwa sana wa kujua jinsi ya kupambanua katika maisha yangu. Na kitabu hiki cha Ndoto ya Yatima ninatamani kila mtu akipate, kwa sababu watoto yatima ni wale ambao wako chini ya miaka 18, na huko ndo nguvu kazi kubwa sana ya taifa ambayo hipo, na wengi ndo wako katika hali ya kuangamia. Kwa ninatamani tukomboe kizazi chetu ili tutengeneze mashujaa wa taifa letu na kuweza kuleta tija kwenye maendeleo ya jamii. Kwa tukiwaacha wakaangamia hao watoto na ndoto zao zikaangamia, tutajikuta sisi wenyewe sasa tumeingia kwenye mazingira hatarishi, kwa sababu wale ambao wangesaidia kutukomboa tuliwaacha katika dimbwi la mateso. Kwa ni kitabu cha ukombozi, ni sauti ya watoto yatima, ni sauti ya watoto ambao sauti zao hazijawahi kufika popote, lakini ni masikio kwa ajili ya jamii, wasikie kuna kilio cha mtu shujaa ambaye anatamani kutoka lakini hana mtu wa kumsaidia. Na leo ni kufanyika uzinduzi, itapatikana wapi baada ya vitabu hivi? Viko baada ya kuzindua siku ya leo, vipo hapa ukumbini, watu watavipata, lakini pia nimevi-upload online kwenye platform nyingi tu. Ukiingiza tu jina Ndoto ya Yatima, ukiandika jina langu Shukrani Gideon, kitatokea hicho kitabu na utaweza kukinunua online. Lakini pia kitapatikana katika bookshops na maktaba mbalimbali ndani ya nchi ya Tanzania, na ninaendelea kufanya mkataba na watu wenye bookshops ambao tutakuja kuwajulisha. Mmoja hapo tumeanza na Ite Enterprise kwa hapa Mbeya, kitapatikana kirahisi. Asante. Asante. Kwa majina naitwa Dr. Lawrence Kibona. Niko kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Mbeya, ambapo mkurugenzi wangu ndugu Justice Kizazi yuko safarini. Lakini tukio la leo tumemwakilisha Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson ambaye leo alikuwa kwenye tukio muhimu sana la kuzindua kampeni, kwa pia akashindwa kufika eneo hili. Lakini tunachoshukuru Mungu ni kwamba kila kilichopangwa kufanyika kwa ajili ya kuzindua hiki kitabu kimefanikiwa. Kwa hiyo ni hongera sana kwa watu wote ambao wameshiriki zoezi hili, lakini pia hata yeye atapata salamu nzuri ya mwitikio ambao jamii imeitikia kuhudhuria hafla hii ambayo imefanyika leo. Ninachoweza kukisema kwa maana ya kusaidia watoto yatima ni jambo muhimu sana. Ndoto za watoto yatima ni nyingi sana, na watoto wengi kama ambavyo kitabu kinaeleza, mimi nimekisoma kwa sehemu na sijakimaliza, na ninashauri Mtanzania yeyote na mtu mwingine yeyote ambaye ana nafasi aweze kukisoma
kitasaidia sana kubadilisha mawazo ya jamii, lakini hata yale ambao vijana wameshaathirika tayari, kile kitabu kinatoa suluhu kwamba sasa wanaweza wakatokaje kwenye hali walionayo. Lakini kwa wale ambao hawajapata hiyo hali, ni muhimu sana wakakisoma kile kitabu kikatumika kama kinga, kwa sababu kinga ni bora kuliko tiba. Lakini pia kimeeleza vitu vingi, yani hata watoto yatima wanazalishwa namna gani, ambao ni wajibu mkubwa sana kwa jamii yetu ya Tanzania. Utajikuta sasa viongozi wote wa dini, wa serikali, jamii husika, familia, mtu mmoja mmoja, mjomba na binamu, wote tukisoma kile kitabu kinatoa suluhu moja nzuri sana ya watoto wetu waweze kulelewa katika mazingira mazuri, lakini pia waweze kujipatia kipato, waweze kujiamini, wakaona ni sehemu ya jamii, lakini pia hata kwa baadaye wakawa wazazi wazuri sana. Kwa ninatoa wito kwa jamii kwamba unapokiona hichi kitabu kwenye mtandao, unapokiona hichi kitabu kwa maana ya hard copy kwenye library za vitabu, wakichangamkie. Mbali na hapo, tutatengeneza utaratibu, kwa maana kwa mkurugenzi tulivyowasiliana naye kwa jiji la Mbeya, tutatengeneza utaratibu mzuri kwamba wakuu wetu wa shule sasa waweze kupata vile vitabu ambavyo watoto kwenye library zao waanze kusoma na kuvielewa. Kwa hiyo ninaamini ni kitabu ambacho kina mchango mkubwa sana kubadilisha jamii yetu. Ujue waandishi wa habari, Watanzania wengi pia tunaumwa kisaikolojia. Sasa unapopata tiba za vitabu na namna ya kufanya, ni jambo moja zuri. Unajiepushia hata wewe mwenyewe kupata nafasi yako ya kuona namna gani unaweza kuhandle hata stress unazozikuta. Kwa kifupi, mimi natoa wito kwa jamii wakichangamkie, kina maarifa mazuri sana. Mimi naitwa Dr. Heri Sanga, ni mkurugenzi wa Alama Media. Jamani samani, kuna Alama Media, kuna Alama International Company. Mimi naitwa Dr. Heri Sanga kutoka Alama International Company. Hii ni kampuni inayojihusisha na kununua na kuuza mawazo. Kwangu imekuwa ni siku ya kipekee ya furaha sana kuwepo hapa siku ya leo, kwa sababu tukio hili ni tukio adhimu sana kutokea hapa nchini. Mara nyingi watoto yatima wamekuwa hawana mtu wa kuwasemea, lakini kwa tukio hili la uandishi wa kitabu hiki, nampongeza sana mwandishi wa kitabu hiki kwa sababu ameeleza mambo mengi sana na ametoa ushauri mwingi sana muhimu na mzuri jinsi ya kukabiliana na changamoto hii, lakini ameeleza kwa undani sana jinsi gani watoto hawa wanazaliwa, wanapatikanaje, lakini tunawezaje kama jamii kuweza kukabiliana na changamoto hii. Ametoa ushauri kwa serikali, lakini ametoa ushauri kwa taasisi binafsi, ametoa ushauri kwenye makanisa, ameeleza mambo mengi sana muhimu. Leo hii unaona kuna makanisa, kuna watu gani, kuna misikiti wanadili na kujenga makanisa na kuongeza vitu vingine vingi, lakini hawataki kusomesha watoto yatima. Halafu baadaye hawa watoto ndio wanakuja kuwa waizi, majambazi, makahaba. Lakini kama tukikumbuka kuweza kuwasaidia hawa watoto, jamii inaweza kainuka sana na kuweza kupona kwenye changamoto hii. Kipekee ninampongeza, lakini bado ametoa ushauri kwa serikali kwamba serikali yetu leo hii inapaswa iweke mchango wa ofa ya watoto yatima kusoma bure, kwa sababu watoto yatima wengi wanasoma kifika O-level ndo basi tena hawana uwezo wa kuendelea kusoma, na wengi hata hiyo O-level hawapati elimu sahihi. Kwa hiyo kama elimu itakuwa bure kwa watoto yatima, basi watoto yatima wanaweza kupata mambo mazuri zaidi. Utafiti umeonyesha kupitia kitabu kwamba watu wengi waliojaa magerezani ni watu ambao wako darasa la 7 na kushuka chini, na kidogo sana form 4. Lakini kumkuta mtu ana degree au ana masters na PhD halafu yuko gerezani ni nadra sana kuwapata, na hata ukiwapata ni kwa kesi ambazo ni za kisiasa na mambo mengine chache sana. Kwa wengi waliojaa magerezani ni watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu na yatima. Lakini wakati huo hata hao makahaba wanaonekana wengi katika hao ni wale ambao wametoka katika mazingira magumu, na miongoni mwao ni wengi ambao ni yatima. Kwa hiyo kitabu kimetoa suluhisho. Ninampongeza, na mimi nimekuwa miongoni mwa wanunua kitabu, na nimenunua na bado ninawanunulia na baadhi ya watu, na nitakuwa barozi wa kitabu hiki, na ninaomba vyombo vya habari vitangaze zaidi na zaidi ili ujumbe huu ufike kwa watu wengi zaidi. Kwa majina naitwa Upendo Usoge Mwambonda, ni mwanafunzi wa Vanessa sekondari iliyopo Isyesye kidato cha 5. Mimi hapa ni mwanafunzi ambaye ni yatima
nasaidiwa kusomeshwa na shule ya sekondari Vanessa wakisaidiana na Taylor Foundation. Nimepata msaada huu wa kusomeshwa na mama yangu Shukrani Gideon Mwasanjobe, ambaye amenisaidia sana katika kuendeleza na kukuza ndoto zangu. Amenisaidia mpaka saizi nimefika kidato cha 5, ambapo sikufikiria kabisa, kwa sababu sikuwa na watu wa karibu ambao wangeweza kunisaidia mimi kufikisha ndoto zangu. Naamini hata huko mbele nitakakoenda, Mungu atanisaidia, nitafikisha ndoto zangu kupitia daraja la mama yangu Shukrani Gideon Mwasanjobe. Kwa majina naitwa Peter Joseph Kisumbe. Mimi ni mwanafunzi wa kidato cha 5 katika shule ya Vanessa Secondary School. Mimi nasomeshwa na Taylor Foundation, mama mkurugenzi ambaye ametuthamini sisi watoto yatima katika shule ya Vanessa Secondary School. Pia ametushika mkono sisi yatima ambao hatukuwa na sisi yatima ambao ndoto zetu hatukuwa na mtu wa kutushika mkono, lakini yeye kwa nguvu zake na kwa upendo wake ameweza kutushika mkono sisi watoto yatima, na sasa tunasoma ili tutimize ndoto zetu na malengo yetu.